Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza mipango ya ujenzi wa barabara ya Iguguno Nduguti Sibiti yenye urefu wa kilomita 84.95 ambapo upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara hii umekamilika. Ili kurahisisha utekelezaji wa mradi huu, serikali imepanga kujenga barabara hii kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa barabara unganishi za daraja la mto Sibiti, mkandarasi amepatikana na taratibu za kuanza kazi za ujenzi zinaendelea. Aidha, serikali inaendelea na taratibu za manunuzi ya kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa sehemu ya Nduguti mjini yenye urefu wa kilomita 10. Baada ya hatua za manunuzi kukamilika na mkandarasi kupatikana, kazi za ujenzi zitaanza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa David Kishoa. Shukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu ya serikali, lakini wilaya ya Mkalama ndio wilaya pekee katika mkoa wa Singida ambayo ili ufike makao makuu ya wilaya ni lazima upigwe na vumbi la kutosha. Nilikuwa ninaomba ili kuwaepusha wananchi na adha hii, kwa sababu shughuli za kijamii zinadorora na hata za kiuchumi na wakati mwingine wanapoteza maisha wananchi wa kule. Naomba commitment ya serikali very seriously. Barabara hii inaanza kujengwa lini kama ambavyo imekuwa ikiahidiwa mara zote? Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili. Je, serikali haioni kwamba kuna umuhimu sasa wa kupeleka fedha za kutosha kwenye maeneo ambayo yana geographical features kama zile ngumu kama milima, mabonde na mito kwa ajili ya kwao kujenga miundombinu ya barabara, madaraja pamoja na makaravati ili wananchi hawa waepukane na adha kutokana na hali walionayo ya kimazingira? Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa Iramba Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwa kutambua hilo, serikali iliona pia ni lazima kuna umuhimu wa kuanza mjini pale Nduguti tukiwa tunakuja Singida mjini kuanzia pale Iguguno. Lakini mpango ni kuijenga barabara yote ya lami hadi kwenda Sibiti. Kwa hiyo ni kuhakikishia tulitangaza tenda, lakini mkandarasi akawa ametenda juu. Kwa hiyo tuko kwenye kuitangaza tena upya. Kwa hiyo dhamira ipo. Tulishaitangaza lakini tukashindwana na mkandarasi kwa sababu alikuwa ametenda juu. Kwa hiyo dhamira ipo kubwa sana, tutaendelea kuitangaza na kuanza kuijenga muda si mrefu. Kwa hiyo iko kwenye utaratibu wa kuijenga. Hilo la kwanza. La pili, kuhusu maeneo korofi, maeneo yenye mito, mabonde. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna kitu tumefanya Tanzania na katika Wizara ya Ujenzi ni pale ambapo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa kutokana na changamoto tuliyoipata, alipoamua kutafuta fedha zaidi ya bilioni 500 kwa ajili ya kujenga madaraja, kujenga makaravati, lakini na maeneo yote yenye mabonde ambayo ilikuwa nakwamisha kupeleka hizo fedha. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kati ya mradi mkubwa ambao wale ambao maeneo hayo yamepitiwa nafahamu. Tumejenga madaraja mengi, tumeondoa changamoto ya milima ambako ilikuwa inaporomoka, tumeijenga na tunaendelea kukamilisha. Mwisho wa mwezi huu ndo deadline. Madaraja zaidi ya 81 yamejengwa. Lakini pia mabonde mengi yamefanyika. Hatuwezi tukamaliza maeneo mengi, lakini maeneo yote korofi tumeyafanya na tutaendelea kufanya hivyo. Lakini kama kuna changamoto kubwa sana kwenye jimbo lako Mheshimiwa, tunakukaribisha, labda litakuwa halikuonekana, lakini hata mkoa wa Singida mradi huo ulipita na tumejenga madaraja mengi sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.